ni Sports Zone yana Kivona Sports. Ukimana huyu ni Godlisten Muro akizungumza kwa mapana zaidi kuhusiana na ligi kuu kandanda Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League, tukimtazama Simba Sports Club baada ya kumaliza mtanange wake dhidi ya Singida Black Stars na kuondoka na alama 3 muhimu katika ule msimamo wa ligi kuu. Lakini vivyo hivyo kwa upande wa Young Africans ambao wanaendelea kujiweka katika nafasi nzuri wakisalia pale kileleni mwa msimamo wa ligi kuu. Ni utofauti wa alama moja tu, 73 kwa Young Africans, 72 kwa Simba Sports Club. Wana michezo mitatu mkononi ambayo imesalia. 15 Juni kuna dabi ya Kariakoo, 18 watacheza tena, mchezo wa mwisho utakuwa ni 22 Juni ligi itakapotamatika. Yote kwa yote tunaweka mfukoni, tunafungua kurasa mpya ya CRDB Bank Federation Cup ambapo tunakwenda kumtazama tena mnyama Simba Sports Club akiwa katika uwanja wa Tanzania Twara akiwakaribisha kwa mara nyingine Singida Black Stars. David Ouma ana lipi la kwenda kulipa kisasi baada ya kupokwa alama 5 katika mchezo wa ligi kuu soka ya wanaume NBC Premier League. Hizi ile 6 ambazo amempatia Simba Sports Club atakwenda kuzibadilisha na kwenda kutinga hatua ya finali kumfuata Young Africans, ama Simba Sports Club watakwenda kutupa dabi ya pili ndani ya msimu huu katika michezo ya mashindano. Kumbuke walikutana katika mzunguko wa kwanza na mchezo wa ngao ya jamii. Bana 31 Mei 2025 tunafunga mwezi na mchezo mzito, nusu finali ya pili CRDB Bank Federation pale katika dimba la Tanzania Twara. Simba taingia akiwa na kumbukumbu ya Ladaki Juma Chasambi kujifunga na kuacha alama 2 pale. Nafikiri inaweza kuwa kumbukumbu mbaya ya msimu moja wapo ni hiyo. Kwa sababu kama tunasema zile pointi zingekuwa zimetunzwa leo ndio wangekuwa wametangulia kwa gepu la alama moja. Lakini ndio football hatuzungumzagi ngee nyingi. Ngee hasitaki kuwa nyingi kwa sababu hata timu ambayo tunasema ilifaidika inaweza kuwa leo iko kwenye position nzuri haijashuka daraja. Sababu pia ile pointi moja ambayo ilipatikana ilipush, sio? Ndio. Lakini unajua pale Singida Black Stars kuna vitu viwili ambavyo vinakutana na vilikutana msimu uliopita. Kitu cha kwanza, unajua Black Stars ndio ilikuwa IHF. IHF iliondolewa na Young Africans msimu uliopita pale Arusha. Ndio. Nakumbuka ile IHF ambayo taishafanywa mabadiliko ina kina Duke Abuya, ina kina Elvis Rupia, kina Shakei, sio? Azizi Kia anafunga bao kwenye dakika za nyongeza zile. Kwa maana ile extra time pasi ya Pacom 1-0 wanakwenda zao Zanzibar. Umemtajaje hapo? Pacom. Pacom. Kwa sababu wengi wanaita Pacome. Ile ni jina la Kifaransa. Ikiwa mwisho ni kama inamezwa. Pacom. Equipe. Ndio maana timu ya mpira inaandikwa Equipe lakini inatamkwa Equipe. Equipe de France, timu ya France. Equipe du Monaco, maybe timu ya Monaco. So hiyo tulikuwa tunazungumza mchezo wa IHF ambao iliondoka nusu finali. IHF hiyo msimu huu ndio imekuwa Black Stars iko tena nusu finali. Kwa Asia timu na mzizi wake inacheza tena nusu finali kwa mara ya pili. Lakini mwalimu David Ouma pia ambaye yuko pale Black Stars naye alicheza nusu finali msimu uliopita akiwa kocha wa Costa. Pale CCM Kirumba. Alifungwa na Azam 3-0. Ndio. Unakumbuka vizuri? Azam ndo anakwenda finali pale Zanzibar. Amani, sio? Ndio. Kwa hiyo ukipiga mahesabu utaangalia Auma kama kocha msimu uliopita kacheza hii hatua. Black Stars kama team ilicheza hii hatua ikiwa kama IHF, sio? Sasa wote wawili wana namna ya kuweza kuvuka kile kiunzi hapo kiliwasumbua msimu uliopita. Ndio. Black Stars kama ilivyokuwa IHF aliishia pale, Ouma aliishia pale. Kwa hiyo chochote kitakachotokea kwa wao kuvuka atakuwa wamekidhi yale ambayo yalitokea msimu uliopita. Rekodi kwao. Na itakuwa rekodi kwao. Sio? Kwa hiyo game inaanzia kuwa tamu pale. Bahati nzuri ni moja tu kwa Black Stars sasa hivi hawachezi kwa stress. Sababu tayari washaenda kimataifa. Wao na Azam na Simba na Yanga tayari ndio timu za kimataifa. Tabora United hawezi kufika pointi zozote alizokuwa nazo Azam wala Black Stars. Lakini pia JKT hayupo tena kwenye mashindano ya shirikisho. Huyu ndo alikuwa threat. Kwa maana angekuwa ameingia finali, Azam na Black Stars wangekuwa wana haha pale. Nafasi ya 4 asikae mtu sababu wa shirikisho atapita na nafasi ya 3 ataenda kwenye kombe la shirikisho.
Kwa JKT kuondolewa na Yanga ni rasmi, ilikuwa Yanga ana simenti kwamba timu hizi 4 ndio zitasalia kwenye mashindano ya Afrika. Kwa mechi ngumu inakuja kuwa hapa kwa sababu Simba hajachukua ubingwa huu misimu 3 ishapita. Yote ambayo kachukua Yanga Afrika. Hana kombe lolote kubwa, achana na ngao hizi, achana na muungano. Tunasema kombe kubwa ni either la Afrika, ligi kuu na FA, ama shirikisho la TFF. Kwa hiyo unazungumza kosa kikombe chochote cha aina hii inahesabika kwenye mafanikio yako ya msimu, labda ulikusanya mapato ya mlangoni, wadhamini walikupa fedha, labda sijui mikataba ya kibiashara, lakini mafanikio ya uwanjani ndio hapa mtiani. Kabla ya Jumapili iliyopita ya mchezo wa Berkane, Simba alikuwa na karata 3 ambazo zote anaamini anaweza akajivuna: ubingwa wa shirikisho la Afrika, shirikisho Tanzania. Huenda alikuwa anawaza treble. Of course ndio ilikuwa, sio alikuwa anawaza, uhalisia ndio ulikuwa huo. Sababu alikuwa bado kwenye mashindano yote. Ndio. Lakini moja limeshadondoka kwa Berkane. Ndio. Kwa hiyo mechi ya Kwaraa itakuwa inaenda weza kupunguza ile possibility ya double iliyobakia, ama kubakiza matumaini ya double. Yanga kashatangulia mechi. Akipita Simba tutaipata dabi ambayo ni nzuri. Inaweza kuwa haina kipengele. Karudiwa ile ya Kigoma, Si au ya Kirumba nusu finali. Lakini kwa finali ni ya Kigoma ndo mfano mzuri. Ndio. Ama kwa Black Stars kuingia finali itakuwa ni best, lakini itakuwa ni kwa mara ya pili timu kutoka Singida inacheza finali ya shirikisho ya Tanzania baada ya Singida United walivyofungwa na Mtibwa ile ya kina Hassan Dilunga wakati ule pale Sheikh Amri Abeid Arusha. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo panatengeneza quality ya mchezo. Na kwa quality ya wachezaji waliopo kwa Simba na Singida, kila mmoja anatamani kuona anacheza mchezo wa finali. Yaani majina ambao ukiyakuta kwenye mchezo wa finali, unasema naondoka nyumbani na kwenda kiwanjani, au nakwenda kutazama TV, na kwenda studio, na kwenda kutazama mechi ya daraja. Yaani Simba na Singida Black Stars dhidi ya Yanga kwenye finali, what a game. Wanasema michezo ya mtoano approaches zinabadilika za wale wote wawili. Unaona Fadlu akiingiaje katika mchezo huu, lakini unamwona David Ouma akiingiaje? David Ouma anaingia akiwa na jeraha, amepokwa alama 3, na moja kati ya press conference anasema mngenipa penalty zao. Ni kweli, kwa sababu amepoteza mara 2 sasa dhidi ya Simba msimu zote mechi za ligi. Tujiulize tu swali la kawaida, yuko tayari kupoteza kwa mara ya 3? Anaweza kuwa mwalimu akasema siko tayari. Players je, watajibu tuko tayari tena tunapoteza hivi? Ndio. Inawezekana masuala tofauti yanayotokea ndani ya kiwanja, maeneo ya waamuzi, eneo la namna tu ya kuapproach mechi, eneo la saikolojia mechi ishakuwa tight hata kama ndo tuna kikosi bora. Ndio. Inawezekana wamepitia kwenye mambo mengi sana Black Stars. Wakakuta badala ya kuweka saikolojia dhidi ya Simba, wakaanza kuiwaza kwenye eneo lingine tofauti. Hapa ndipo ambapo watu tunatengeneza mentality ya timu kubwa na timu ya daraja la wastani. Sio? Kwa hiyo bado naamini hakutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kikosi. Weekend hii wanasema winning team never change. Na inaweza change ama ikachange kutokana labda na fatigue tu ya wachezaji, chovu na nini. Lakini sioni mabadiliko makubwa kwa sababu hizi tunasema vile vikosi vilivyocheza jana ndio vikosi ambao unasema ndio A list, ndio orodha A ya timu. Ndio ambao ukiipata unasema hii ndio inakwenda kwenye mechi ya kuamua point 3 ama kuvuka kwenda kwenye next stage. Kwa hiyo kwanza wametupa wote game. Yaani Ouma anaweza kuwa ni kocha mzuri, ndio alifikisha Coastal nafasi ya 4, kacheza shirikisho Afrika, lakini pia ana material bora ndani ya kiwanja. Kwa kuja kwa plus na Fadlu bado approach ni zile. Kitu tu pekee ambacho lazima kisisitiza kitaleta tofauti wa mchezo ni either teams zinazoweza kukabiliana na uchovu wa wachezaji wao. Sasa hapo Singida Black Stars hana uchovu. Of course amepata muda wa kupumzika ligi ilipokuwa imestop. Issue kubwa tunaiangalia zaidi kwa Simba Sports Club. Lakini uchovu unaweza kuwa kwa Black Stars kwenye mechi hii waliocheza pia. Kwa sababu kumbuka walitumia energy kubwa, kimbia sana ndani ya kiwanja. Tayari walichia kwenda kupelekwa kwenye mechi ya kiushindani kubwa, na wanakwenda kwenye mechi nyingine ya kiushindani ya aina hiyo. Hapa ndipo ambapo kama eneo la recovery, kurejesha utimamu wa kimwili itakuwa limefanya kazi yao vyema, tutaipata mechi bora sana.
Bana, kama utimamu wa kimwili na kiwakili ukikaa sawa, basi tutakwenda kutaraji nusu fainali bora kabisa ya CRDB Bank Federation Cup. Si maneno yangu, ni maneno ya mchambuzi nguli kweli kweli hapa nchini Tanzania, Godlisten Muro, akizungumza kwa namna hiyo. Ni kujuza tu mchezo huo utapigwa tarehe 31 mwezi Mei 2025 katika uwanja wa Tanzanite kwa raha kule mkoani Manyara. Simba atakuwa na kibarua kizito kama ilivyo kwa Singida Black Stars kuwa na kibarua kizito. Je, Singida ataandika rekodi ama Simba Sports Club atakwenda kumfuata mtani wake na kumwambia dabi haina kipengele? Endelea kusalia nasi papo hapo. Hii ni Nakivona Sports ya Sports Zone. Mimi ni Dos Santos Amis Junior Mpemba mwenye majina ya Kibrazil.